Mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff, ambaye anahusika na utatuzi wa mgogoro kati ya Hamas pamoja na IDF ama Israel, anasema kwamba raia nchini Israel hawapo pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuhusiana na mashambulizi aliyoyaanzisha katika ukanda wa Gaza. Mjumbe huyo wa Marekani katika Mashariki ya Kati, Bwana Witkoff, anasema anaelewa ni kwa nini watu wanatathmini kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anajali kuendeleza mapigano huko Gaza kuliko kujali mateka ambao wapo chini ya mamlaka ya Hamas. Bwana Witkoff anasema kwamba anachokifanya Netanyahu ni kwamba anajali zaidi mapambano kuliko anavyowajali mateka. Ninaelewa jinsi gani watu wangeweza kufanya tathmini hiyo, lakini sikubaliani nayo, anasema. Pia amebainisha kuwa wakati Netanyahu anaamini anachokifanya ni sawa, anaenda kinyume na maoni ya umma. Umma wakati huu upo katika maandamano kutokana na kuanzishwa kwa mapigano kati ya Israel dhidi ya Hamas. Raia wameandamana katika maeneo mbalimbali wakidai kuachwa kwa mapigano ambayo Bibi ameanzisha. Kwa mujibu wa Witkoff, anasema, nadhani Bibi, kwa maana Netanyahu, anaamini kwamba anafanya jambo sahihi. Nadhani anapinga maoni ya umma kwa sababu maoni ya umma katika Israel yanataka mateka hao warudi nyumbani. Alitoa maoni hayo alipokuwa akizungumzia mkakati wa Israel dhidi ya makundi ya wapiganaji wa harakati kama vile Hamas, Hezbollah, ambao wapo katika mapambano na wanaendelea na duru ya pili ya mapigano katika kipindi hiki baada ya kusitishwa kwa vita mnamo katika kipindi cha mwezi Januari. Witkoff pia alimsifu Netanyahu kwa ufanisi wake katika kupambana na Hezbollah na Hamas, hasa baada ya kuwa baadhi ya viongozi ikiwa ni pamoja na Hassan Nasrallah kwa kupunguza pakubwa tishio la makundi yote hayo mawili. Hatungekuwa na ufanisi katika kanda kama hangefanya alichokifanya kwa Hezbollah na Hamas hata karibu. Baada ya matamshi hayo ya Witkoff kuchukuliwa na vyombo vya habari vya Israel, afisa mmoja wa serikali ambaye hakutajwa jina lake alijibu akisema licha ya vifo vya viongozi hao ambavyo pia vimeelezwa katika vyombo vya habari vya Israel, mjumbe huyo wa Marekani aliweka wazi kuwa anaamini kuwa waziri mkuu amejitolea kikamilifu kuwarudisha mateka nyumbani. Witkoff pia alisisitiza kuwa sera ya rais wa Marekani ni kwamba Hamas lazima isiruhusiwe kuendelea kuwepo, mtazamo ambao unaendana kikamilifu na malengo ya vita ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na serikali yake. Mapigano mapya katika ukanda wa Gaza yameanza baada ya IDF kuanzisha operation maalum katika eneo hilo na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 400. IDF tangu wakati huo imejibu kwa Hezbollah pamoja na Hamas baada ya kuanzisha makombora na kuyarusha katika maeneo hayo. Hata hivyo, siku ya leo ya Jumamosi, IDF kwa mara nyingine tena imeanzisha mashambulizi mapya kwa kurusha dazeni ya makombora huko katika baadhi ya maeneo ya Lebanon, huku akisema kwamba wanalisaka kundi la Hezbollah, kundi la Lebanon, lakini wamejuziwa kuwapiga Wahouthi kwa ombi la Marekani ambalo walihakikishia Israel kwamba watalishughulikia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kwa